Mechi ya kwanza ya kocha Dimitri Pantev akiwa na kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club, na amefanikiwa kuibuka na ushindi mnono wa mabao 2-1 dhidi ya Al Hilal ya Sudan. Sio mechi nyepesi, imepigwa majira ya asubuhi katika dimba la Meja Jenerali Samuel jijini Dar es Salaam. Mechi ambayo ilikuwa na intensity ya kutosha, mechi ambayo ilikuwa ni kipimo sahihi kwa Simba Sports Club katika kipindi hiki cha mapumziko, lakini ni mechi ambayo pia ilikuwa ni kipimo sahihi cha kumpima kocha Dimitri Pantev akiwa kama manager mkuu wa Simba Sports Club, nini ambacho anaweza akakifanya anapokutana na mechi ngumu na mechi kubwa kubwa. Lakini mwalimu amefanikiwa kuonesha uwezo wake, yes, kwamba anafaa kuifundisha Simba Sports Club na anafaa kusimama kwenye benchi la Simba kama kocha mkuu, kwa sababu Al Hilal walikuwa wa kwanza kufunga bao kwenye mchezo. Simba Sports Club wakaja wakasawazisha kupitia kwa Jean Charles Ahoua, na baadaye wakaja wakaongeza bao kupitia kwa Jonathan Soa Simba mweusi, na wakatamatisha safari ya ushindi wa magoli 2-1. Sasa ni nini ambacho kimefanyika kwenye mchezo wa leo kimekuwa bora zaidi kwa upande wa mwalimu? Baada ya mchezo kumalizika, mwalimu anasema amevutiwa zaidi na kiwango cha Jean Charles Ahoua, na akamwahidi kwamba ataongeza vitu vidogo vidogo ambavyo vitamfanya Jean Charles Ahoua kuwa miongoni mwa wachezaji hatari kwenye kikosi cha Simba Sports Club na kuwa na msimu bora sana akiwa na Simba. Kwa nini? Kwa sababu Dimitri Pantev ameichukua Simba siku chache, hata hana wiki akifundisha Simba, lakini ameamua kwenda na falsafa ambayo ameikuta tayari timu ilishajijengea ya kutaka kucheza possession based football, kwa maana kumiliki mpira, kuchezea mpira na kutengeneza nafasi ambazo timu itakuja kunufaika nazo. Mwalimu ameingia na mfumo wake kama kawaida 4-3-3. Huu ndio mfumo pendwa zaidi duniani, hata ukienda Manchester City wanaotumia. Kwa nini wanapenda kutumia mfumo wa 4-3-3? Ni kwa sababu ni mfumo ambao unatoa balance ya timu kwenye kushambulia, lakini pia wakati wa kujilinda, kwa sababu unapokuwa na 4-3-3 una walinzi wanne, viungo watatu, na watu wa mwisho kwenye attacking areas wako wachezaji watatu, kwa maana kwamba wakati unakwenda kushambulia, wale viungo watatu, wawili wanapanda juu zaidi kuongeza idadi ya wachezaji ambao wanakuwa eneo la mwisho. Inakuwa timu ina wachezaji 5, na hapa katikati anabaki mchezaji mmoja ambaye anakuja kulink na mabeki wa katikati wawili, kwa sababu mafullback nao pia wanapita pembeni, wanakwenda kuongeza idadi juu. Kwa hiyo idadi ya wachezaji inakuwa juu ni wachezaji 7, huku nyuma kunakuwa bado kuna balance, kwa sababu kuna kiungo mmoja na wachezaji wawili wa katikati ambao wanatengeneza triangle, of which inapotokea labda ni swala la kwenye counter attack, wakati kabla mafullback hawajarudi, huyu mlinzi kiungo namba 6 anakuwa anashuka chini kuja kuongeza idadi ya wachezaji wanaongezeka, wakati wale wengine wakirejea taratibu. Sasa hicho ndicho ambacho amekifanya mwalimu kwenye mchezo wa leo dhidi ya Al Hilal Omdurman. Akaamua kuichukua mechi baada ya kuwa amefungwa. Sasa yes, unahitaji kutengeneza mpango mkakati, kuondoa pressure kwa wachezaji ili kuweza kutengeneza nafasi na kuwafanya wawe free, kwa sababu ni mchezo wa grafiki, ili waweze kupata matokeo. Mwisho wa siku Alassane Kante akafanya kazi iliyotukuka. Ni miongoni mwa wachezaji ambao wanapiga pasi lula, pasi zinazofika kwa wakati. Akawa ameuchukua mchezo na akatengeneza nafasi ambazo Jean Charles Ahoua alikuja akafunga, na baadaye akaja akafunga bao la pili Jonathan Soa. Kimbinu mwalimu amefanikiwa kwa kiasi kikubwa, kwa sababu ameikuta Simba na ameingiza falsafa zake kidogo tu kwa siku ambazo ametrain na wachezaji, huku akiwataka wacheze mpira zaidi kuliko kubutua, kwa sababu timu yote ambayo inacheza mpira kwa kuumiliki mchezo inakuwa ina wastani mzuri wa kupata matokeo, na hapo ndipo Dimitri Pantev amefanikiwa. Simba huu ni mchezo wake wa kwanza, amecheza na mechi ambayo ni ngumu, ni timu ya nje international, kwa maana Al Hilal sio timu ya kawaida. Imekuwa ikizisumbua sana timu za Tanzania, imewahi kumfunga Yanga Dar es Salaam, imewahi kumfunga Yanga pia Sudan. Kwa hiyo sio timu ya kawaida kutokana na investment ambazo zinafanywa na Al Hilal, pamoja na kwamba kule Sudan kumekuwa kuna machafuko ya kipindi kirefu, lakini sio timu ya kuichukulia poa poa, kwa sababu hata msimu ulioisha tuliona mafanikio yao katika michuano ya CAF Champions League na misimu mingine ambayo imewahi kupita. Kwa hiyo ni timu ambayo imekuwa ni test na ladha sahihi kwa Dimitri Pantev, na kile ambacho amekiimplement Dimitri Pantev katika hizi siku chache akiwa na kikosi cha wekundu wa Msimbazi kimetoa taswira kwamba ni mwalimu ambaye anakwenda kuifanya Simba iwe solid. Kwanza, yeye
ni mwepesi kwenye kuruhusu nafasi za yani timu yake anapocheza inaruhusu sana kufungwa, lakini ni mwalimu ambaye anatengeneza nafasi nyingi zaidi. Katika mapungufu ambayo Dimitri Pantev anapaswa kuyafanyia kazi ni kuhakikisha timu yake hairuhusu kupitika kirahisi, kwa sababu tunafahamu mechi 3 za mwisho ambazo amekaa kwenye benchi la ufundi kwenye Gaborone ameruhusu goli kila mechi, dhidi ya Simba amekuja ameruhusu bao. Kwa hiyo yani inaonekana kwenye defensive line bado hajaweka mipango mikakati namna ya kuweza kuzuia na kulinda timu, kwa kwamba timu isipopata bao basi hairuhusu. Ni katika maeneo ambayo anapaswa kufanyia kazi ni hilo pekee, lakini kwenye eneo la kutengeneza nafasi ni mwalimu ambaye anajua vyema wachezaji wake kuwatumia katika nafasi sahihi na katika kutengeneza nafasi ambazo watanufaika nazo kama timu. Hata kwenye mchezo wa Simba ni ukomavu tu wachezaji dhidi ya Gaborone. Wachezaji wa Gaborone dhidi ya Simba walikosa tu utulivu na ukomavu kwenye kufanya maamuzi. Ndio kitu ambacho kiliwaangusha. Walitengeneza nafasi za kutosha, wakashindwa kuzitumia. Na leo tumeona Simba Sports Club, kwa sababu wanao wachezaji ambao ni wakomavu, wametengeneza nafasi, wameweza kuzitumia.